Ikiwa ni Jumanne ya tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2025, tunakutana tena kupeana komenti katika vipindi ambavyo vimefanyika katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko. Katika vipindi vilivyofanyika asubuhi, kipindi cha Morning Wave pamoja na Secretary. Tukianza na kipindi cha Morning Wave, kipindi ambacho kinafanyika kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, kipindi ambacho kina contain au kunakuwa na segment tofauti. Segment ya kwanza inaanza ni utabiri wa hali ya hewa pamoja uchambuzi wa magazeti, kero za mtaani pamoja na mada. Na tukianza katika siku ya leo, kulikuwa na utabiri wa hali ya hewa, uchambuzi wa magazeti pamoja na mada. Tukianza kabisa na producer wa kipindi cha leo cha Morning Wave alifeli katika kipengele cha kwanza, kipengele cha kuandaa kero za mtaani. Yani ndio kama producer unatakiwa uandae kuhakikisha kipindi chako kimejaa content ambazo zinaweza kumshawishi msikilizaji kuendelea kukusikiliza, kwa sababu kama mwandishi wa habari au kama producer wa kipindi umebeba dhamana kubwa ya kuandaa kipindi na kutengeneza kipindi vizuri. Ukifeli kuandaa segment moja, means kwamba unamkosesha mlaji au msikilizaji anayekusikiliza siku nyingine asikusikilize, kwa sababu kukamilisha kile kitu ambacho ushazoea kumlisha. Tukianza kwenye utabiri wa hali ya hewa, alikuwa anasoma utabiri wa hali ya hewa ambaye kwenye fikra alikuwa amepoa, alikuwa anasoma kama vile msikilizaji ukimsikiliza haileti ladha ya kusikiliza kama msomaji wa utabiri wa hali ya hewa. Pia anasoma kama ndio anajifunza kusoma taratibu, aidini unamsikiliza lakini hupati kile ambacho unatamani kumsikia. Unaweza akasoma akasahau akaacha labda sekunde ngapi, unakuja tena unamweka msikilizaji kuanza kusahau kile alichokusikiliza nacho nyuma, ajaanza kusikiliza nacho. Hiyo ni kwenye utabiri. Tukiamia kwenye uchambuzi wa magazeti, tunaanza na host ambaye alikuwa ni host katika kipindi cha Morning Wave katika siku ya leo, ambaye ni Rehema Karema. Main host kwanza, ukiwa main host wa kipindi unatakiwa ujue responsibility zako kama main host. Kwenye kufeli kwa main host, alifeli kujua wote wanaoingia nao kwenye kipindi ili ajenge nao chemistry nzuri. Pia kama main host alikuwa amepooza. Ukipooza kama main host kwenye kipindi, means kwamba hata co-host wako wanaokupa support kwenye kipindi chako hawezi kukusupport vile ambavyo inapaswa msikilizaji aisikie. Cha tatu, alikuwa na matatizo ya matamshi. Kama mwandishi wa habari au kama main host, mtu anayekusikiliza yani anaamini wewe unajua kuliko yeye. Kwa hiyo ukiwa unakosea unaweka ule lugha mama kwenye kipindi, hai make sense, haimpi ladha nzuri ya kusikiliza kipindi. Mfano wa maneno ambayo alikuwa anakosea, baada ya kusema habari za asubuhi, msikilizaji anasema habari la asubuhi, msikilizaji, yani hai make sense. Kingine ni kwenye ukurasa wa magazeti, instead ya kusema ukurasa wa magazeti anasema kurasa, yani nini maana ya kurasa kama kwenye post. Kingine kitu cha alikuwa amepooza, yani kama alilazimishwa kufanya kitu ambacho hakimpendezi main host kuwa nacho katika bila ukiwa dhamana ya kuwa main host. Kitu cha tatu ambacho nimekiona kwenye comment katika kipindi cha Morning Wave ilikuwa ni kuchambua magazeti. Tukizungumza kwenye swala la kuchambua magazeti, sio kusoma vichwa vya habari vya magazeti. Na kwenye kipindi cha Morning Wave mara nyingi wanapenda kuchambua magazeti, hasa katika kipindi cha leo hawakuchambua magazeti, bali walikuwa wanasoma vichwa vya habari. Wanatupa zile hiti kwamba gazeti la mikononi mwangu na gazeti la Mwananchi, kichwa cha habari kubwa inasema hivi, bila kumdalavulia msikilizaji au kumtafunia msikilizaji kujua, je, kwenye ndani ya kichwa cha habari, ndani ya story hiyo kuna nini, kipi kilitokea. Unamchambulia au unamlisha msikilizaji wako ili aendelee kukutia na kupata audience zaidi, kwamba unachambua, unampa hit, yani akijua kuna habari hii ni kwamba atapata hit kulingana na nini, na uchambuzi wako wa magazeti. Kwa alikuwa amefeli kwenye main host alikuwa
mzuri wa maneno. Tunajua kama mwandishi wa habari au mtangazaji, lazima ujue unapangilia kitu, unaongea hiki kinachofuata, yani uwe mchakataji mzuri wa maneno ili upate ladha nzuri ya uwe na flow nzuri ya kuzungumza. Mainos anazungumza msikilizaji, kuna leo tuko kwenye kipindi tena, yani haimeki ile sense kwamba yani umekaa redioni unamsikiliza mtu hapo anapoongelea, ni azifu yani hivyo tu amekaa ana delay, yani upangiliaji na mchakatoji mzima wa maneno kwa Mainos ulikuwa mbovu katika siku ya leo. Ukiachilia kwenye kipengele kitu cha uchambuzi wa magazeti, kuna kipengele kingine kilikuwa ni kipengele cha mada ilikuwa nzuri, kama ni uandaji wa mada ilikuwa nzuri. Shida ya host walivyoingia kwenye kipindi, walikuwa hawana details za kutosha, au walikuwa hawajui wa focus kwenye kitu gani, kwa sababu ukizungumzia changamoto au kwa nini kunakuwa na ule mtazamo wa Januari kuwa ni mgumu, lazima uhusishe watu, yani kwa nini, kitu gani ambacho kinapelekea kuchangia mwezi wa Januari kwa mgumu. Tunataka tumuone mwana saikolojia, je, wanaathirika vipi, mwana uchumi pia analizungumzia hilo swala, lakini wao wameingia wakazungumza wao wenyewe wanapojua shwa kwamba mwezi Januari sijui kutumia hela, sijui kuandaa. And in fact unamwambia msikilizaji aweze kudunduliza kwanza sasa hivi. Ukiangalia imebaki kama wiki moja tu kuelekea mwaka mpya au kuelekea hiyo Januari ambayo wanaisema ni ngumu. Uanze kumwambia msikilizaji eti uanze kudunduliza hela sasa hivi. Kweli kama mtangazaji uko redioni unakaa unamlisha msikilizaji wako kwamba eti uanze kudunduliza kwanza sasa hivi hicho kidogo, ili uache kuona Januari ni ngumu, ni kitu ambacho ni cha uongo. Unaolisha matapopori wasikilizaji wako, mimi kwamba unakosa audience au unakosa kitu gani cha kuongea mpaka uanze kumwambia msikilizaji anza kudunduliza hela. Leo ni tarehe 24 mwezi wa 12 au tarehe 23 mwezi wa 12, ili upate Januari kwamba ni nzuri, yani usioni Januari ni ngumu. Lazima audience ataiona Januari ni ngumu tu. Kama mada walikuwa wamekosa focus na mazungumzo ya hicho fact. Kingine wanachofeli katika kipengele cha kitu kingine walichofeli audience engagement. Kusema audience engagement ni kwamba kwenye mada mnatarajia mpate maoni tofauti kutoka kwa wasikilizaji wenu au kupokea taarifa, lakini kama mimi host alikuwa amefeli kutaja namba mwanzo wa kipindi kwamba unaweza kuchangia mada yetu kupitia namba zetu za studio fulani. Kwa alikuwa amefeli kwenye audience engagement. Kitu kingine walikosa expert wa mada yao, yani wameongea wao kama wao dakika chache 15 na ushauri wao wa uongo aliotugaia wakamaliza kipindi, kitu ambacho hakiku make sense kwenye kipindi cha asubuhi. Tukiachana na kipindi cha morning wave, na kipindi kingine cha Sports Radar. Katika kipindi cha Sports Radar alichokifanya Michael, Carol na Teresia kilikuwa ni kipindi kama wachambuzi na wazungumzia chambuzi wanatakiwa wajue nini maana ya kuchambua mpira, sio kuja kunipa hiti ambazo nikiingia on social media nazipata kwamba mchezaji fulani kafuata hiki na hiki, mchezaji fulani kafuata hiki na hiki. Lazima unichambulie mpira na sio kunipa hiti za kwenye ukijiza wewe kama mchambuzi, usinipe hiti mimi. Yani hiti akikupa sosi, akikupa hosti kwamba jamani kuna hiki mchezaji ba Simba sio kafanya nini na nini na nini, wote kwa uchambue. Mimi kwamba ni mchambuzi, ukimwambia mtu kiungo na fulani sio kafanya nini, yani watu siku hizi wanajua mpira, watu wanataka uwaambie kitu ambacho ni kipya hawakijui, yani kiutaalamu zaidi wa mpira. Ndio maana yani ya uchambuzi ndio maana kuwa mchambuzi wa mpira na sio kwa mpiti, yani unatoa kama summarization ya kipindi au unampa summarization ya mtu, yani matukio yaliyotokea kwenye mpira. Ni kitu ambacho yani hakipendezi kwa wachambuzi wengi wa mpira. Kitu kingine kwenye background yao ilikuwa mara kwanza host alikuwa amefeli kwamba ametokea background ya
kipindi cha Ibado, wakati ni kipindi cha nini, cha michezo, kwa alikuwa amefilikwa hapa. Na nikiripoti kutoka Chuo cha Uandishi wa Habari na Utangazaji Dodoma, ni mimi Salome Liza, na ndo hayo ndo